Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yameweza kutendeka. Niruhusu niweze kusahihisha register au kipenda sajili. Je, unanitazama kutoka wapi? Nieleze tu hapa chini kwa upande wa uwanja wa comment section ili tuweze kuona mahala ambapo tunafika. Samia aliweza kuwaua Watanzania, akafikiri kwamba dunia itamchekea. Ameanza kuvuna yale ambayo aliweza kuyapanda Tanzania kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 31 Oktoba hadi tarehe 5 Novemba. Vikwazo vya kidiplomasia vimeanza kukabili Tanzania. Hiyo ni kumaanisha hata Samia hawezi akasafiri, unajua. Sasa kulingana na taarifa ambazo nimeweza kupokea kwa studio hapa, ninaelezwa kwamba kuna habari ambayo imeweza kutokea mahala ambapo viongozi wa CWTZ inaitwa CWT waliweza kunyimwa visa ya kuingia Ubelgiji kutokana na vikwazo. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, CWT inamaanisha nini? CWT ni chama cha walimu Tanzania. Sasa ninaelezwa viongozi wa chama cha walimu Tanzania walinyimwa visa ya kuondoka Tanzania kuelekea Ubelgiji kutokana na uongozi mbaya wa Samia. Ninaelezwa kwamba hivi majuzi tu wanajumuiya ya madola na mataifa ya kigeni walianza kutekeleza vikwazo kutoingia nchini mwao, na hilo limeweza kutokea baada ya viongozi wawili wa walimu Tanzania wa chama cha walimu kipenda CWT kunyimwa nafasi kufika Ubelgiji. Viongozi hao wa walimu walikuwa wanaenda kwenye kongamano la walimu. Naomba tuende taratibu uweze kuelewa. Viongozi hao walinyimwa visa kuelekea Ubelgiji, ambapo habari kutoka kwa hichi chama cha walimu Tanzania CWT ziliweza kusema kwamba walikuwa wanaelekea kongamano la walimu duniani. Kongamano la walimu duniani kumaanisha kila taifa ilikuwa inatoa ama lilikuwa linatoa viongozi wa walimu, viongozi wa chama cha walimu kwenda pale waende kufundishwa, kuzungumza mambo kadhaa wa kadhaa. Ila sasa hao viongozi wawili walinyimwa visa. Wale viongozi ambao waliweza kunyimwa visa, viongozi wa walimu kutoka Tanzania kuondoka Tanzania kuelekea Ubelgiji ni pamoja na Suleiman Ikomba ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha walimu Tanzania. Vile vile Joseph Misalaba ambaye ni katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania. Kulingana na yule ambaye ameweza kuniambia, Bwana Ezra, zungumzia taarifa hizi, ananieleza kwamba walimu hawa wawili ambao walinyimwa visa na ubalozi wa Ubelgiji Tanzania walikuwa wamekamilisha taratibu au ukipenda utaratibu wote wa usafiri
mpaka wakakatiwa tiketi, ila ninaelezwa kwamba ubalozi wa Ubelgiji Tanzania ukawanyima visa, kwa sababu unajua lazima wangeenda kwenye ubalozi waeleze wanaenda Ubelgiji kufanya nini, hasa kipindi ambapo walifika pale wakaulizwa kile ambacho wanaenda kufanya upande wa Ubelgiji, walinyimwa visa ya kusafiri. Mnakumbuka vema kabisa vikwazo hivi vimeanza kutekelezwa siku chache tu baada ya bunge la Ulaya ambalo lipo na makazi yake upande wa Ubelgiji, Brussels, kupitisha kwenye azimio kwamba mauaji Tanzania yaliyotokea Tanzania yaweze kuchunguzwa upya, na tume ambayo itaweza kuchunguza ni ya kimataifa. Pili, kwenye azimio la bunge hilo la Ulaya lenye makazi yake upande wa Ubelgiji, Brussels, mahala ambapo sasa hawa viongozi wawili wa walimu walikuwa wanaelekea, walipitisha kwamba Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja kutoka kwa jela, apatane na familia yake, apewe matibabu na asikamatwe. Nambari 3, walipitisha kwamba Tanzania inyanganywe misaada ya pesa ambayo imekuwa ikitoka upande wa Brussels kuelekea upande wa Tanzania. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Wakapitisha wale wote ambao wamekamatwa waachiliwe kwa sababu za kisiasa, waachiliwe mara moja, na wakasema kwamba uchaguzi haukufanyika Tanzania mnamo tarehe 29. Kitu ambacho kiliweza kutendeka ni wizi wa kura. Sasa inaonekana kwamba huu mwongozo ambao bunge la Ulaya waliweza kutoa maazimio haya ndiyo waliweza kufuata kipindi ambapo waliweza kuwanyima hawa walimu wa viongozi wa chama cha walimu Tanzania visa ya kuelekea Ubelgiji. Kwa hivyo nikimalizia, unapaswa kuelewa Bwana Suleiman Ikomba pamoja na Joseph Misalaba walinyimwa visa kwa sababu ya vikwazo ambavyo Tanzania imeanza kutumikia. Je, ni vikwazo vipi hivi? Nambari 1, vikwazo vya mauaji ya halaiki ya wananchi, yale ambayo yalitokea juzi, kwa sababu hata wao kipindi ambapo waliweza kuhojiwa walisema kwamba mnaelewa yale ambayo yalitendeka Tanzania ndio yaliweza kusababisha mpaka tukanyimwa visa. Wananchi kuuawa kinyama, wananchi kupigwa risasi kinyama, wananchi miili yao kuzikwa kwenye kaburi la pamoja. Hayo ndio yaliweza kusababisha mpaka walimu hawa wakanyimwa visa. Nambari 2, ukandamizaji ambao unaendelea Tanzania, manyanyaso, udikteta, uongozi wa kimabavu. Serikali inatumia vyombo vya dola vibaya. Hayo yote ndio yamesababisha mpaka viongozi hawa wa walimu kunyimwa nafasi, kunyimwa visa ya kuingia Ubelgiji. Wananchi wanatawaliwa kimabavu. Wananchi hawana uhuru wa kujieleza. Wananchi hata wawezi wakapinga serikali. Na tunaelezwa Bwana Suleiman Ikomba pamoja na Joseph Misalaba walikuwa wamekata tiketi ya ndege kutoka upande wa Tanzania waingie Uturuki, kutoka Uturuki wapande ndege nyingine kuelekea upande wa Ubelgiji. Ila Ubelgiji ikaweza kukata kuwapea nafasi ya usafiri. Kwa hivyo dunia nzima imekwisha onyesha Watanzania kwamba tumesimama nanyi kipindi hichi kigumu. Hawawezi wakawaua wananchi alafu watake wao wasafiri. Na ndio maana Samia hawezi akasafiri hivi karibuni, kwa sababu dunia nzima inamumulika kwa mauaji ambayo aliweza kuyatekeleza Tanzania.
ipo siku ambayo atakuja kulipa. Vikwazo vimeanza kutekelezwa duniani. Tanzania ambayo ilikuwa ni ya kuigwa, viongozi wameweza kuelekeza Tanzania mahala pabaya. Tanzania yetu sasa hivi imeanza kuwekewa vikwazo kwa sababu ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Tupatane kwa kanda ijayo. Sijui wazo lako ni lipi?